Ndio maana unamsikia Daudi anasema, na alikuwa kijana na sasa sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala wazao wake wakiombaomba. Anachokisema, amemwona mwenye haki wakati wa kizazi chake, alafu mwenye haki msimu wake ukaisha, wakafata wazao wake na wakapenya, wakafata wazao wa kila mmoja kwenye nafasi yake. Alikuwa kizazi, kulikuwa na mwenye haki, wakaja wazao wake, wakaja wazao wake kama wazao wa wazao wake. Na anasema ameprove ya kwamba uaminifu wa Mungu ni ule ule, hajawahi kuona Mungu amewaacha. Kwa uaminifu wa Mungu ni kizazi hata kizazi. Maana yake Mungu anaoperate duniani kwa mfumo wa vizazi. Wewe hapa ukipuyanga, umewakwamisha wanaofuata. Ukifanya vizuri, umewarahisishia wanaofuata, kwa sababu wanaofuata hawana pa kukopi na kupesti isipokuwa wewe. Ni jambo linaloumiza kuona mtu anatoa mifano ya kina Babarora. Anasema kulikuwa na mtu anaitwa Babarora kule Nigeria miaka 1930, alafu kuna watu wanahubiri sasa hivi hawatolewi mfano. Anazungumziwa Babarora wa Nigeria, wakati kuna wa Tanzania hapa hatuwajui, na wao wapo. Ndio maana sisi tumerithi imani, wapo, ila hawakuwa na impact mpaka inabidi tukakope kwa Babarora, tukakope kwa Idahosa. Maana yake kuna watu hapo walifanya kazi, hata kama walifanya kazi ila chini ya viwango, kiasi kwamba uwezo ukawarifaa kwenye mambo fulani ya muhimu. Kama unanielewa nasema amen. Kwa hiyo utaratibu wa Mungu ni vizazi hata kamata hiyo kitu. Wewe muda huu umezaliwa kizazi ambacho inadaiwa watoto 2000 ni hatari. Wewe ndo una majibu ya watoto wa 2000 hatari. Wewe upaswi kuwa mwanga wa matatizo ya watoto wa 2000. Wewe unapaswa kuwa solution. Uishi kwa namna ambayo mwenzako anatoka kuzini Jumamosi jioni, anakukuta unamalizia masaa yako matatu ya kuomba, anapiga magoti chini, anakuambia niombe, najisikia vibaya, natamani maisha yako, hujahubiri. Ila kama yeye anakuinfluence mpaka unahisi wewe ni mpweke, akiwa anaongea na mpenzi wake mpaka wewe unaanzisha mahusiano mapya, una matatizo. Unahisi hujakamilika kama una mtu, kwa sababu wenzako huwa wanarudi na keki ya birthday kubwa ya shilingi 70,000, anakuja nayo anakula na ninyi wote for my love, na wewe unaona kama umechelewa, wakati kilichokuleta UDSM ni electrical engineering na sio mahusiano. Na darasani unafanya vizuri na umepata bonus ya kuwa na fellowship pia, na bado unajisikia vibaya kama umechelewa. Maana yake hujui nini cha kufanya ndani ya majira. Nyakati wa pili 12:32. Watu wanaotawala kwenye maisha haya, wanaokuwa vichwa, ni watu wanaojua mambo ya muda na namna ya nini cha kufanya kwenye muda. Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Watu ambao watakuwa gumzo, mtawaimba, mtawaangalia kwenye TV zenu, ni watu ambao wanajua muda huu nifanye nini. Sio watu ambao wanacheza biti inarowekwa na dunia. Sio watu wanaosema kila mtu ana mtu na mimi napaswa kuwa na. No way. Ni watu ambao wanajua muda huu ninatakiwa kutafuta Mungu, ili hao ambao wanacheza watakapokuwa wanamtaka Mungu niwe na reserve, niwapatie. Nilicho nacho ndicho nikupate.